Jonathan Soa, mshambuliaji hatari kwelikweli, aliweza kutamba na timu ya Singida Black Stars kwa msimu uliotoka kumalizika, msimu 2024 2025, akiingia kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili, lakini namba zake za magoli ziliweza kuwavutia virabu mbalimbali ikiwemo timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambao kwenye kipindi cha dirisha kubwa la usajili waliweza kufanikiwa kumpata mchezaji huyu Jonathan Soa na kumsajili kwenye kikosi chao hiko cha timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa tangu mchezaji huyu Jonathan Soa aweze kuingia kwenye kikosi cha timu ya Simba Sports Club, amekuwa na matokeo mengi ambayo kwa namna moja ama nyingine naweza kusema amechangia kwa kiasi kikubwa kile kiwango ambacho aliweza kukionyesha kwenye msimu uliotoka kumalizika, msimu 2024 2025, kutoweza kukionyesha ndani ya msimu huu hapa akiwa na timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, licha matarajio yakiwa makubwa na wadau wengi waliamini ya kwamba kwa kuwa aliweza kuonyesha performance ya hali ya juu akiwa na Singida Black Stars, pengine akiwa na timu ya Simba Sports Club angeweza kufanya makubwa mno, lakini mambo yamekuwa tofauti kwa mchezaji huyu Jonathan Soa, mpaka sasa hivi akiwa anapitia changamoto nyingi na kukosa kuanza ama kuaminika kama mshambuliaji kinara kwenye kikosi cha kwanza cha timu ya Simba Sports Club. Sasa kuna taarifa zinazoeleza kuwa uongozi wa klabu ya Simba unadaiwa kumtuhumu mshambuliaji wake Jonathan Soa kwa madai ya kupokea rushwa kutoka Yanga Sports Club na Singida Black Stars katika michezo iliyowakutanisha, ingawa inasemekana hakuna ushahidi wa wazi uliowasilishwa hadharani kuthibitisha hilo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Soa amedaiwa kukatwa 50% ya mshahara wake, kusimamishwa kikosini na kurejeshwa Dar es Salaam kutokana na sababu za hapa na pale. Aidha, watu wa karibu wa mchezaji huyo wanahisi kuna njama za kuchafua jina na taswira ya mchezaji huyo Jonathan Soa kisoka, na inadaiwa Soa pamoja na wakala wake tayari wamefikisha swala hilo kwa wanasheria wao kwa hatua zaidi za kisheria. Kwa hiyo mambo yanaendelea sasa hivi kati ya Simba na mshambuliaji wao huyo Jonathan Soa, mambo mazito kweli, mambo yanazidi kupamba moto baina ya mchezaji huyo Jonathan Soa na klabu yake sasa hivi ya Simba Sports Club. Lakini pia Simba wanamtaka Jonathan Soa kutoa majibu ndani ya siku chache, huku adhabu yake ya kusimamishwa na kutokuwa sehemu ya kikosi ikiendelea. Klabu inahitaji maelezo kuhusu mambo mbalimbali ambayo wameyaona kwa mchezaji huyo Jonathan Soa, na wanaamini pengine alikuwa anashirikiana na vilabu fulani kwenye kutekeleza vitu ambavyo wameweza kuambiwa. Miongoni mwa maelezo ambayo klabu ya Simba wanahitaji mchezaji huyo aweze kuja kuyatolea ufafanuzi ni kufika kuchelewa katika mikutano kadhaa ya timu hiyo ya Simba, lakini pia kukataa kufanya mazoezi ya ziada, kufika kuchelewa mazoezini, kusafiri kwenda Angola akiwa amevaa jezi ya Benfica badala ya kuvaa mavazi rasmi ya klabu ya Simba, kufanya makosa makusudi yanayoweza kusababisha kadi nyekundu ikiwemo katika mechi dhidi ya Azam FC na Esperance de Tunis. Kwa hiyo Simba wanahitaji ufafanuzi kuhusiana na matukio hayo ambayo mchezaji huyu Jonathan Soa anakuwa anayafanya tangu aweze kutua ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba. Pengine tukashuhudia maamuzi magumu zaidi yakitoka kwenye uongozi wa klabu ya Simba kuhusiana na mchezaji huyu Jonathan Soa, tofauti na kusimamishwa tu kucheza ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Una maoni gani mwana mchezo wangu kuhusiana na hiki? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu.